Meza Huru. Bila shaka ubuheri wa afya kabisa mtazamaji wa ITV Super Brand Afrika Mashariki, ni kualike vizuri kabisa katika kipindi kizuri cha Meza Huru hapa ITV. Na kama ilivyo kawaida, Meza Huru inakujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa katika mada tofauti ambazo zinahusiana na jamii yetu ya Kitanzania. Lengo ni kukupatia wewe elimu, lengo ni kukufahamisha, lengo pia upate kujua masuala mbalimbali ambayo yanaendelea katika nchi yetu ya Tanzania, katika dunia yetu hii, ili pia na twende sambamba na muda ambavyo unakwenda kwa uzuri kabisa. Tembelea katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Ukurasa wetu wa Facebook unaitwa ITV Tanzania, pale Instagram kwa jina hilo la ITV Tanzania, lakini pia tunapatikana katika mtandao wa X kwa @ITV Tanzania. Mubashara kabisa unayapata matangazo haya pale katika YouTube account yetu kwa jina pia la ITV Tanzania. Huko kote kwenye mitandao yetu mtazamaji, kumbuka una nafasi ya kutokea maoni yako kuhusiana na kile ambacho leo tunakizungumza hapa katika Meza Huru ya ITV. Leo tunazungumza nini? Endelea kukaa nasi, lakini nikupe taarifa kuhusiana na mchezo super. Lazima nikupe taarifa kuhusiana na hela. Unajua tena inalipa sana ukiwa unitazama Meza Huru, kwa sababu ni sehemu pekee pia ambao unaweza ukatengeneza pesa kama ambavyo umetengeneza pesa mshindi ambaye ameshinda katika ule mwezi wa pili, au kimsingi ushindi mkubwa ulienda kwa hadi pale Kigoma kwa Bi Noadia Mpongo. Bi Noadia Mpongo yalijichukulia, alipata ule mtaji wa biashara shilingi milioni 5. Alitengeneza shilingi milioni 5 kwa shilingi 1000 tu. Hongera nyingi ziende kwake, lakini kumbuka na una nafasi ya kujitengenezea pesa vizuri tu kupitia mchezo super. Chukua simu yako, nenda katika ile sehemu ya kufanyia miamala yako, nenda katika eneo ambalo limeandikwa pale lipa bill, ukiingia ndani utahitajika uweke namba kampuni. Namba kampuni ni 222223. Hiyo ndio namba kampuni ambayo utahitajika uweke pale 222223. Mara tu baada ya kuweka namba kampuni utahitajika uweke kumbukumbu namba. Sasa kumbukumbu namba zipo za aina mbili, ni kati ya neno ITV ama zile 77 ziwe 3. Siweke zote, eka moja wapo tu. Unachagua neno ITV, sawa, achana na 77 zile 3. Kama ukichagua 773 achana na neno ITV, alafu ufuata maelekezo. Cha kuhakikisha tu simu yako kwenye simu yako pale kwenye muamala hakikisha kuna pesa ambayo isipungua shilingi 1000 ambayo utaiweka pale, alafu masuala mengine yatakwenda vizuri kabisa. Utakuwa ni mmoja kati ya wale ambao wanatengeneza pesa ukiwa unatazama Meza Huru, alafu na kuwa pia unapata na pesa, mambo yanakwenda vizuri kabisa. Leo katika Meza Huru tunajadili kuhusiana na swala zima la kuwekeza binafsi. Ni kwa namna gani mtu utaweza kujiwekeza binafsi katika maisha yako. Tunafahamu kuna watu ambao wanawekeza katika kampuni, kuna watu ambao wanawekeza katika vikundi mbalimbali, kuna watu ambao wanawekeza wamekutana na marafiki naomba basi tufungue mradi fulani, tuwekeze katika eneo fulani. Sasa tutazungumza huko kote, lakini tutajikita zaidi katika namna gani ambavyo wewe peke yako unaweza kuwa unawekeza kidogo kidogo mpaka pale kufikia yale malengo yako ambayo umejiwekea. Tutajadili hapa, pengine na wewe unaweza kuwa na maoni na maswali kuhusiana hili, yatakuruhusu hapo baadaye. Lakini katika kulijadili hilo basi niko na bwana Festo Amos. Festo Amos yeye ni mkufunzi wa elimu ya biashara na fedha. Mkufunzi wa elimu ya biashara na fedha. Festo Amos, karibu sana hapa katika Meza Huru. Asante sana, asante sana. Mambo yanakwendaje? Niko vizuri. Habari ya kazi? Safi kabisa. Sawa sawa. Wewe ni mkufunzi wa elimu ya biashara na fedha. Yes. Tunazungumzia kuhusiana na swala zima la kuwekeza binafsi. Kwa mtu binafsi ni kwa namna gani ambavyo anaweza kuwekeza na kafika mbali. Na ili eneo tunajadili kwa sababu wakati mwingine wanakuambia ili ufike mbali, yes, nenda peke yako, lakini ili ufike mbali zaidi nenda na wenzako. Sasa tunajadili katika ile eneo la kwenda mbali. Sio kwenda mbali zaidi, yani katika kuwekeza katika ubinafsi wako. Kwanza tuambie, tunapozungumza kuwekeza, hii neno kuwekeza ama dhana nzima ya kuwekeza inakuwa ina maana gani? Kwa kurahisisha tu, tukizungumzia habari ya uwekezaji, haijalishi unawekeza kwenye jambo gani, ila ni kufanya kitu leo ambacho kwa siku za usoni au kwa baadaye kitakuja kianze kukupatia matokeo au matunda. Ni sawa na kusema unachukua mbegu mahali fulani, unaipanda sehemu fulani kwa lengo la kuja kuvuna kwa baadaye. Maana yake hapa tunaweza tukazungumzia kwa maeneo tofauti tofauti. Nitamani katika kutengeneza msingi tupate kujua tunaposema uwekezaji binafsi au personal investment tunaweza tukaigawanya katika vipengele gani. Kipengele cha kwanza ni uwekezaji ndani ya mtu, kuwekeza kwenye maarifa. Kadri mtu anavyozidi kujifunza anawekeza, anapanda mbegu ndani yake ambao one day au siku moja au kipindi fulani ataanza kuona matokeo, ikiwa ni mabadiliko ya kifikra, mabadiliko ya kimtazamo, mabadiliko ya kimaamuzi, na mabadiliko pia ya kivitendo katika mwenendo wa mambo mbalimbali. Lakini pia kuna uwekezaji ambao tunaita spiritual investment, kuwekeza kwenye masuala ya kiroho. Kwa nini? Kwa sababu binadamu tunasema amegawanyika katika sehemu 3. Mwili, nafsi na roho. Sasa kwenye eneo la nafsi
ni maarifa. Kwenye eneo la roho ndo hapo tunasema kwamba binadamu yeyote tunaamini tuliumbwa kwa uwezo wa Mungu. Kwa lazima kila mtu aliyefanikiwa na nguvu ya kiroho nyuma yake. Kwa hiyo ni lazima mtu kuwekeza hapa. Lakini eneo lingine ni people investment, kuwekeza kwa watu. Kwa sababu hakuna mtu aliyewahi kufanikiwa kufanya mambo makubwa duniani akiwa yuko mwenyewe kama kisiwa. Lazima tukubaliane kwamba pesa tunazozitafuta ziko kwa watu. Connections ziko kwa watu. Michongo na fursa mbalimbali ziko kwa watu. Chochote ambacho haukijui wewe, kuna mtu anakifahamu. Chochote unachokitafuta ambacho haujakipata, kuna mtu anacho. Ukipata connection ya watu bora zaidi kwenye mfumo wa mzunguko wako, utakuwa mtu ambaye tayari una hazina. Ndio maana tunasema kila mtu ni wastani wa watu 6 wanaomzunguka. Wewe hapo hauwezi kutofautiana na watu 6 ambao wanakuzunguka. Kwa maana hiyo ni lazima mtu uwekeze kwa kujenga watu, kujizungushia watu ambao ni imara. Ndio maana nikamwambia ukikuta watu 6 ambao wamefirisika, wewe utakuwa mtu wa 7 wa kufirisika. Ukikuta watu 10 ambao ni matajiri, moja kwa moja kama uko karibu nao, wewe utakuwa mtu wa 11 kufanikiwa na kuwa tajiri. Maana yake watu wana msukumo na nguvu kubwa ya kumbadilisha mtu na kumjenga na kufanya mtu kuwa tofauti kabisa. Kinyume chake, watu ambao sio bora watakufanya ufanane nao. Ndege wenye manyoya yanayofanana huruka pamoja. Lakini uwekezaji mwingine ambao tunausisitiza ni kuwekeza kwenye biashara. Ndio. Sasa hapa ndo tutakuja kuzungumza kwa kina zaidi hapo baadaye. Lakini pia uwekezaji mwingine ni kuwekeza kwenye makampuni ambayo sio ya kwako. Unawapa watu pesa, alafu wanaifanyia kazi, wanaizalisha ile pesa, alafu unapata marejesho mbalimbali. Hii ni moja ya kitu ambacho ni kizuri na cha muhimu zaidi mtu kuweza kukifikiria. Kwa kutambua hivyo, tuseme tu kwamba maisha ni uwekezaji. Kila mwenye ndoto kubwa ya maisha atafanya uwekezaji, na kila asiye na future imara hatofanya uwekezaji. Kwa leo tunazungumza maisha, na maisha ni uwekezaji. Sasa maisha ni uwekezaji, uwekezaji ni maisha. Tuwe bado katika eneo hilo. Na tunapozungumzia uwekezaji, kuwekeza, tunazungumzia pesa. Ndio maana nika diversify kwenye maeneo mbalimbali. Katika hayo maeneo yote tunazungumzia pesa ama vipi? Leo tutajikita zaidi kwenye pesa kwa sababu kila topic inaweza ikawa na kipindi chake maalum. Leo tutajikita kwenye fedha, ni maeneo gani mtu anaweza akawekeza, lakini pia ni namna gani mtu anaweza akaanza kuwekeza, lakini ni kwa kanuni gani, kwa miongozo ipi, na kwa formula ipi au hatua zipi mtu anatakiwa kuzifuata ili aweze kuwekeza, na mitazamo gani sahihi kuijenga ili mtu aweze kuwa mwekezaji bora, na ni kwa nini mtu awekeze, na hasara zipi ambazo mtu anazipata kwa kutokuwekeza. Haya ndiyo mambo ambayo nafikiri tukiyatazama kwa undani na kwa kina, tukazama kabisa, tuna hakika wasikilizaji na watazamaji wetu watakuwa watu wengine tofauti baada ya kipindi hiki. Sasa hawatakuwa kama walivyo. Sasa na ndo lengo letu hilo. Nafikiri kusikia umesema hivyo. Nataka tuanzie hapo kwa sababu unajua kwenye uwekezaji hapa watu wengi tunadhani kwamba lazima uwe na pesa ndo uwekeze. Kwenye ile eneo hilo la biashara. Sawa. Si ndio? Ndio maana nataka tuanzie hapo. Katika kuanza kuwekeza ni lazima uwe na pesa. Swali langu larudi pale pale. Sawa. Jambo la kwanza kinachotangulia ni maono. Lazima uwe na maono ya nini unataka kufanya, wapi unataka kuwekeza, na kwa nini unataka kuwekeza. Baada ya maono tunasema ni kinachofuata, ukisha kusudia ndani yako, kinachofuata unaweka mpango wa kutimiza lile lengo au yale maono yako. Hasa kwenye ule mpango ndo hapa tunatafuta kwamba uwe na watu. Utafute mtaji, utafute mazingira, uanze kuweka kidogo kidogo. Na hatua ya 3 ndio kuanza kutunza, tunasema saving, kuanza kutunza kidogo kidogo. Na hatua ya 4 tunasema wekeza ulichonacho, anza na kidogo kidogo. Kwa sababu tunasema safari ya maili 1000 huwa inaanza na hatua ya kwanza. Mtu yeyote anayedharau mwanzo mdogo hawezi kufika mbali. Na mtu yeyote ambaye unamuona aliyewahi kufanya mambo makubwa, unaambiwa alianza na kidogo. Ndio maana huyu mwenyewe aliyeanzisha hii nani hapa tulipo, mkurugenzi mwenyewe ambaye ni the late Reginald Abraham Menge, kwenye kitabu chake cha I Can Master Will amezungumzia kwamba yeye alipewa mayai mawili aende kula, ila alipofika baada ya kufika bweni wakati anaendelea na shule hakutumia ile mayai, aliyauza. Baadaye akaenda kununua mayai mengine, akarudi tena akauza, akagundua kumbe ni wazo la biashara, akawa anaendelea kuifanya, ikawa ni mojawapo ya mwanzo wa biashara yake. Lakini pia kuna mtu mmoja ambaye ndiye ambaye ni bilionea namba 1 Afrika, Aliko Dangote, anasema yeye alianza kuuza mishumaa. Maana yake tunapozungumza hivi mishumaa kawaida kabisa tunapozungumzia vitu kama hivi watu wanasema
Hawa ni motivational speaker. By the way, mimi sijiiti motivational speaker. Mimi ni mkufunzi wa elimu ya fedha. Nazungumza vitu practical ambavyo ni halisi. Mimi mwenyewe nimewahi kuuza mayai mtaa kwa mtaa. Nilikuwa nazunguka na nachukua mayai mahali fulani na napeleka mjini na nikawa natengeneza pesa. Kipindi hicho nimemaliza form 4. Maana yake uwekezaji tunaanza na kile ulichonacho kidogo kidogo. Lakini pia kuna hatua nyingine tunasema fanya mpaka lengo litimie. Lakini hapa mbele yake tunasema kuna kitu kinaitwa consistency, mwendelezo. Hauwezi kufanya mambo makubwa kama unafanya kidogo unaacha. Unafanya kidogo unaacha. Mara nyingi watu waliowahi kufanya makubwa ni watu waliojenga vitu vitatu. 1, tabia. 2, nidhamu. 3, waitengeneza sheria. Ndio. Sheria hizi tunazungumzia kwamba kwa mfano umesema utakuwa unawekeza kila wiki kiasi fulani. Uiwekee sheria kwamba nisipofanya hivi najiadhibu. Kuna wengine wanajiadhibu kwa kutojipa labda ile weekend outing. Kuna kile kitu nilichokuwa nakipenda na kufurahia. Kama hujafanya kitu ambacho ni cha kimaendeleo ulichotakiwa kukifanya, unatakiwa ujipe adhabu ili kuifundisha akili yako kwamba hautakiwi kupuuza mambo yote yanayohusiana na safari kuelekea ukuu wako na mafanikio kwa ujumla. Lakini pia kwenye sheria tunasema kwamba jipe sheria na ukiitimiza ile sheria jipongeze. Umefanikiwa kuwekeza kwa mwendelezo labda kwa miezi 3, labda kila wiki unawekeza kiasi fulani, jipongeze baada ya kipindi fulani, jipe hongera ili kujimotivate mwenyewe. Wakati mwingine tunasema kwamba usisubirie kupewa hongera, jipongeze mwenyewe kwa sababu duniani hapa kila mtu uko busy na mambo yake. Usipokuwa busy na mambo yako utajikuta unaishia kusubiria kupitiwa moyo, kumbe watu wako busy na maisha yao. Mtazamaji, karibu sana hapa katika meza huru ya ITV Super Band Afrika Mashariki. Leo tukijikita zaidi katika uwekezaji binafsi. Ni kwa namna gani ambavyo unaweza kupitia maisha yako ukawekeza binafsi, ukawekeza katika maono, biashara yako na ukafikia pale ambapo unahitaji kufika. Leo tunajadili hapa katika meza huru ya ITV. Sasa umezungumza pale, moja kati ya vitu vya kwanza kabisa inabidi uwe na maono. Exactly. Si ndio? Kabisa. Sasa mimi sina maono. So kila mtu atakuwa na maono. Ni sawa, sahihi. Ni sawa na so kila mtu anaweza kuwa mbunifu. Ni sahihi. Si ndio? Kama sina maono siwezi kuwekeza. Kama sina watu siwezi kuwekeza. Kama siwezi kutunza pesa. Moja kati ya eneo gumu sana kwa sisi ni kutunza pesa. Ndio? Siwezi kuwekeza. Tuanze na hii maono. Tuanze kwenye eneo la maono. Cha kwanza kinachofungua maono ni matokeo, tunasema umefunguka macho ya ndani. Maono ni kuona zaidi ya macho ya nje yanapoishia. Sioni sasa, sina. Sasa tunasisitiza watu tufundishane, ndo kama hivi tunafungua watu kwenye ufahamu wao. Ufahamu ukifunguka, macho ya ndani yanafunguka. Macho ya ndani kifunguka na unaanza kuona wow, kumbe natakiwa nifikirie kufanya kitu hiki. Kama ulikuwa unaishi tu kwa bahati nasibu, unaishi tu kama unabahatisha maisha. Mtu asiye na maono ni mtu ambaye anabahatisha maisha. Ni mtu ambaye hana uelekeo, ni mtu ambaye hana anachokitaka, hajui anataka nini. Yeye anachokipambania ni anaishi ili ale. Na mtu mmoja mwana safari kusema kwamba watu wazuri wanakula ili waishi na watu wabaya wanaishi ili wale, na bahati mbaya watu wengi wanaishi ili wale. Ndio maana maisha yao yote tokea wanavyozaliwa mpaka wanavyokufa wanahangaikia kula, kunywa, kuvaa, kupendeza na kadhalika. Hawana maono hawa watu. Kwa ili tuwasaidie kwanza kuwa na maono, tuwafundishe umuhimu wa kufikiria kesho kutwa. Ndio maana kipindi fulani Donald Trump kabla hajastaafu kwenye ile awamu yake ya kwanza aliyokuwa anaongoza taifa kubwa la USA, aliwahi kusema kwamba moja kitu ambacho Waafrika wanaishangaza dunia ni kukosa maono. Anakuambia Mwafrika anashindwa hata kufikiria miaka 5 ijayo. Hauwezi kupanga nini anataka kufanya, nini anataka kuwa, matokeo gani anataka. Ndio maana hata kwenye eneo la uchumi lazima mtu uwe na maono. Unataka baada ya miaka 5 uwe na uchumi kiasi gani? Net worth yako iwe kiasi gani? Uwe na uwekezaji, utajiri wako uwe kiasi gani? Na tunapozungumzia utajiri tunachukua jumla ya mali zako zote, tunatoa na madeni yako. Ndio maana tumeandika kitabu cha mikopo na madeni. Kwa hiyo unapotaka kupima maono yako, angalia pia miaka kadhaa ijayo mbele unatamani kuwa nani, unatamani kufika wapi, unataka kuwa mtu mwenye matokeo kiasi gani. Na hapa tunaanza na msingi wa maarifa. Ndio maana wanasema watu wanaangamizwa kukosa maarifa. Kama hatujajifunza, maana yake tuna uhalali wa kuangamia. Kwa sababu ujinga ndiye adui namba 1. Ndio maana aliyekuwa rais wetu wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, aliwahi kusema kwamba tuna maadui 3: ujinga, umaskini na maradhi.
Na kati ya hawa mimi ambaye namuogopa kuliko wote ni adui anaitwa ujinga, kwa sababu huyu anaweza kusababisha maradhi ya kijinga tu ya kawaida sio kwa na ulazima. Anasababisha pia umaskini, kwa sababu umaskini sio matokeo ya kutopata pesa, ila ni matokeo ya kutojua ufanye nini unapopata pesa. Sawa sawa. Kwa hapa wenye maono wanajua nini wafanyie wanapopata pesa. Wasio na maono wanafanya ili mradi tu wajisikie kuridhika nafsi zao. Sawa. Mimi nitataka tubaki kwa ambaye hana maono ili tumsaidie kupata hayo maono. Vitu vya kufanya kwa sababu mimi napata changamoto sana pale ambapo tunamlaumu mtu ambaye hana maono. Au tunamlaumu mtu ambaye sio mbunifu. Tunamlaumu mtu ambaye hafikiri nje ya boksi. Kwa sababu hatujaumbwa sawa. Wakati mwingine kuna watu tunabidi watengenezwe. Sio? Tunamtengenezaje mtu awe na maono? Ndio maana bidi twende taratibu hapa ili tunapozungumza na sasa kwenye masuala ya kuwekeza kule, tumetoka na mtu vizuri. Tunamfundishaje mtu ambaye hana maono? Yeye akifikiria hivi anafikiria kweli kula tu, anafikiria tu kuvaa, au anafikiria kula, kodi, kuvaa, ndio maisha yake. Basi. Na ana kazi huyu mtu, anajipatia kipato kabisa, lakini maisha yake yako hapo, kula, kuvaa, kodi. Kula, kuvaa, kodi. Basi miaka inaenda rudi. Anakuwaje na maono ili atoke kwenye hilo eneo? Jambo la kwanza kwa mtu ambaye hana maono, anatakiwa atenge muda wa kujitafakari. Ajiulize maswali. Yeye anataka nini kwenye maisha yake? Anatamani kuwa mtu wa namna gani? Lakini pia katika kujiuliza maswali, angalia vipindi vitatu vya maisha yake. Angalia ametoka wapi, angalia yuko wapi, na afikirie anaenda wapi. Walio wengi wanakuwa na uwezo wa kueleza vitu viwili tu. Anaeleza alikotoka na alipo. Hauwezi kujua anaenda wapi. Kwa tuwasaidie kutenga muda wa kuzungumza na nafsi zao. Let them speak to their soul. Wazungumze na nafsi zao ili nafsi zao ziwaambie, kwa sababu kwenye nafsi kuna akili. Akili na tabia moja. Ikiulizwa maswali inatoa majibu. Na isipoulizwa maswali inakaa kimya. Na kama nafsi haijaulizwa maswali ili itoe majibu, mara nyingi hisia zinatake control. Watu wasio na maono, manake walio wengi hawatumia akili, wanatumia hisia. Na hisia huaga zinakupa, tunasema instant gratification. Inakupa faraja ya muda mfupi ya papo kwa papo. Inakunyima kufikiria faraja ya baadaye ya muda mrefu, hasa kwa kutumia mtaji wa muda ulionao sasa hivi, nguvu ulizonazo sasa hivi, fedha ulizonazo sasa hivi, pamoja na fursa zinazokuzunguka. Cha kwanza, kukaa chini kujiuliza maswali juu ya maisha yako na mapendekezo yako, mapendeleo yako na mapenzi yako kibinafsi. Moyo ukiuliza kitu gani unapenda, utakwambia. Lakini pia ujiulize kuhusu kesho yako unataka iweje. Kwa kufikiria vitu viwili. Moja, kufikiria we mwenyewe. Mbili, kufikiria wanaokutegemea. Itakuwaje miaka 5 ijayo? Leo yawezekana una mke wako, labda una mtoto mmoja au wawili. Baadaye watoto watakuwa. Baadaye miaka 20, 10 au ngapi? Kuna siku hautakuwepo duniani. Maono yanakuuliza maswali. Watoto wataishi maisha gani? Watabaki na urithi gani? Legacy. Ni muhimu mtu kujiuliza maswali ya namna hiyo. Na jambo la pili, ni muhimu kujifunza kimakusudi. Kutafuta maarifa kwa makusudi. Kwa nini kutafuta maarifa kwa makusudi? Kwa sababu taarifa tunaanza, kuna hatua kama 5 waga nazi calculate. Kipindi fulani nafikiria nijifunza kitu kinaitwa wisdom. Nikagundua kwa mjibu wa kuna watu wanaitwa Wayahudi, nafikiri tunawafahamu, kutoka nchi ya Israel. Wanasema wao wisdom is an experience with excellence. Wanasema hekima ni uzoefu ambao ndani yake kuna ubora. Sasa nikawa najiuliza, sasa kufikia hekima, kiwango cha hekima mtu anaanzia wapi? Nikagundua mtu anaanzia kwenye taarifa. Baada ya taarifa mtu anakuja kwenye maarifa. Si kila taarifa inampa mtu maarifa. Taarifa pekee, ndio maana tukasema eneo moja wapo la uwekezaji ni kuwekeza kwenye akili, kwa kuipa akili maarifa. Sasa kila taarifa inayoingia ndani ya mtu huwa ina vitu viwili. Inaweza ikatengeneza distraction, uharibifu, au ikatengeneza construction kwa kujenga fikra bora na chanya. Sasa hapo tunapotoka kwenye hatua ya maarifa ni pale ambapo tunasema akili imebadilika, mtazamo umebadilika, fikra zimebadilika, na namna mtu anavyojisikia. Baada ya hapo kuna kitu kinaitwa ujuzi. Sasa mtu ambaye ana maarifa akiyachukua na kuyafanyia kazi anatengeneza ujuzi. Baada ya hapo tunaenda kwenye hatua ya 4 ambayo tunaita ni experience, uzoefu. Uzoefu unakuja mtu anapotumia ujuzi kwa muda mrefu. Sasa tunapokuja hatua ya 5 ambayo tunaita hekima, kwa mjibu sasa wa wale ambao wanaitwa Waisraeli,
wanasema kwamba hekima ni pale unapokuwa unafanya vitu kwa ubora kwa kutumia uzoefu wako. Sasa hapa kwenye ubora tunasema unatumia nguvu kidogo, matokeo makubwa. Ndio. Unatumia muda kidogo, matokeo makubwa. Unafanya kitu kwa udogo sana, halafu unapata matokeo ambayo yanashangaza. Maana yake unatengeneza mifumo. Sawa sawa. Unapotengeneza mifumo, unafanya watu wafanye kazi ndani ya ile mifumo. Halafu wewe unabaki tu aidha ukipokea kamisheni zako. Huyu mkurugenzi wa kampuni hii asingetengeneza hivyo vitu, tusingekuepo hapa, kwa sababu tunaamini maono yanaishi pale anapotengenezewa mfumo mzuri wa kuyaenzi na kuyaendeleza. Ndio. Sasa hawa watu ili tuwasaidie wasio na maono, tuwafundishe umuhimu wa kutafuta taarifa za kimakusudi. Mtu anayetafuta kitu kwa makusudi huwa akikipata anakifurahia na anakizingatia. Taarifa zinazokuja bila kuwa na mikakati ya kimakusudi huwa tunaziona kama vile hazituhusu, kwa sababu hatujajiandaa kuweza kuzichukulia kwa uzingativu wa kina. Taarifa tunazozipata pasipo makusudio ni pale ambapo umekutana na ujumbe mtandaoni, unapita tu na scroll. Umekutana labda na redio inalia mahali fulani, unapita tu, haujazingatia. Lakini kimakusudi ni ile kwamba unasema nataka ni tune ITV nisikize kipindi cha uwekezaji sasa hivi. Huyu mtu ni kimakusudi, maana yake anapokea na kuzingatia na kufanyia kazi. Lazima anabadilika. Lakini pia kuna mwingine utakuta labda mtu anapiga kelele au anazungumza tu vyovyote vile. Hizi ni taarifa, lakini hizi taarifa zinaweza kuwa ni destructive kwa sababu haziko kwenye mpangilio wenye kulenga kuleta matokeo kwa wasikilizaji. Kwa hiyo tukitoka kwenye kutafuta maarifa na taarifa kwa makusudi, tujizungushe na watu wazuri. Sasa tunaingia kwenye neno la watu. Kutoka kwenye maono, tunakuja kwenye watu. Watu wazuri. Watu tunawajuaje? Unajua watu ni wazuri. Sawa. Watu kiangalia hivi. Watu ni wazuri. Yaani kimtazama ile unajua yule ni mtu mzuri kwa sababu amevaa vizuri, anaonekana vizuri, ana maneno mazuri. Lakini tunajuaje huyu ni mtu sahihi? Kuna vitu, kuna kipindi nilikuwa najifunza jambo moja linalohusu uaminifu. Ndio. Na imani. Nikagundua uaminifu na imani haviwezi kujengwa ndani ya siku moja. Lakini mara nyingi kuna kanuni moja kwenye mauzo tunaita KLT. No, like, trust. Anasema, like, trust. Yes. Okay. Cha kwanza unatakiwa umjue mtu. Cha pili unampenda. Cha tatu unamwamini. Ukiona unaamini kitu usichokijua, una matatizo ya akili. Okay. Ukiona unapenda kitu usichokijua, tunakuwa na mashaka na huo upendo wako. Huwezi kusema nimekupenda tu, nimekuzimia, haumjui taarifa zake. Na nafikiri hapa emotions, hisia ndizo zinazosababisha watu kupenda wasivyovijua na kuamini wasivyovijua. Sasa muda unakuaje hapo wa kumwamini, kumpenda na kwenda naye pamoja katika kitu chako? Tena hapa tunazungumzia upendo na kuamini katika masuala ya uwekezaji. Sawa. Si ndio? Sawa. Kwenye muda unakuaje hapo? Unabidi ukae na mtu. Hakuna kipindi maalum, lakini tunaangalia vituo au vigezo au maeneo nyeti yanayomhusu huyu mtu. Ndio. Unaweza kumjua mtu kwa kuangalia kwanza maisha yake, lifestyle. Ukiweza kugundua yani tangu anavyoamka mpaka anavyoenda kulala. Vitu gani anavifanya hapa katikati, ukiweza kumfuatilia na kutambua hiyo kitu, routine yake. Jambo la pili, unaweza kumjua mtu kwa kuangalia watu wanaomzunguka, kwa sababu mara nyingi ni vigumu kujitofautisha na watu wanaokuzunguka. Jambo la tatu, namna ya kumjua, unaweza pia ukaangalia historia yake. Wengine wanaweza wakapozi kwa muda, kumbe kuna vitu makando kando ameacha tu kwa kipindi fulani kwa sababu ya mazingira fulani au kwa sababu fulani, ila tabia zake za nyuma pia zinaweza tengeneza zikawa zinafanya kwamba ameacha ni kwa muda, ila baada ya muda anaweza karejea ile tabia yake ya asili. Ni muhimu kujua ana historia. Ndio maana kwenye kabla hawajamwamini mtu kumpa kitengo maalum kwenye eneo lolote, wanamuuliza historia yake, CV na vitu kama hivyo. Kwa CV ukiweza kuijua ni jambo la muhimu. Na jambo la tatu ambalo unaweza kulifanya ni kuangalia level ya akili yake kwa kumsikiliza, kwa sababu anasema utawatambuaje watu kwa uthamani wao? Utawatambua kwa matunda yao, kuanzia kwenye midomo yao na matendo yao. Sasa mtu anaweza kaongea sana, lakini kuna vitu niseme kuna hatua kama 8 kwa haraka ambazo huwa zinazingatia thamani ya mtu. Jambo la kwanza tunaangalia ubora wa imani ya mtu. Jambo la pili tunaangalia ubora wa mawazo yake. Jambo la tatu tunaangalia ubora wa maneno yake. Jambo la 4 tunaangalia ubora wa matendo yake. Jambo la 5 tunaangalia kitu kinaitwa value.
thamani yake. Ndio. Thamani tunaipimaje? Tunaangalia jambo la sita ambalo linaitwa tabia. Na jambo lingine tunaangalia mzunguko, saiko yake, na mwisho tunaangalia hatima. Sasa hii hatima, hivi vitu na vijuaje hivyo vitu? Na hapa tunashauri, unaweza tunasema imani ni mchakato. Hata kwenye uwekezaji unahitaji imani pia. Na imani natakiwa itanguliwe na msingi wa maarifa. Usiwekeze kwenye kitu usichokijua. Usiwekeze kwenye kitu ambacho hakijakuvutia. Na hapo lazima jipime. Unapotaka wewe na vile kitu kile kilivyo kinaendana na mtazamo wako na maono yako. Maana yake kadri unavyozidi kutafuta kwenye mchakato wa kujitafuta, unazidi kujitambua unataka nini, kadri unavyozidi kuangalia ufanano wa ndani yako na mazingira yanayokuzunguka, watu wake na fursa zake. Na hapa tunaweza tukaja kuangalia pia kitu kingine cha mwisho kwenye kuwatambua watu na thamani zao. Unaweza kuangalia spirituality. Ina nguvu sana. Nguvu ya imani yake ya kiroho. Kwa sababu kuna vitu vingine, tabia nyingine ambazo ni negative, watu hawazifanyi kwa sababu ya hofu yao ya Mungu walionayo. Kwa mtu mwenye hofu ya Mungu ninahisi pia kuepuka vitu kama utapeli na vitu kama hivyo. Ingawa hapo napo lazima uzingatie ni imani ya kiroho ya namna gani. Kuna wengine ni waigizaji, wengine ni matapeli wanakuja kwa mwamvuli wa jina la Mungu. Yeah. Kwa hapo umakini unahitajika zaidi sana. Kuna kitu kingine kinaitwa kinaitwa telepathy. Telepathy ni uwezo wa kufiri ndani yako kitu ambacho huwezi kukiona kwa macho. Kanuni za ulimwengu wa kiroho, kuna watu wanaitwa wanadini na mambo ya power of universe, nguvu ya ulimwengu. Wataalamu wanasema kwamba binadamu yeyote akikaa vizuri, akakaa kwenye utulivu, akaanza kumtafakari mtu ndani ya moyo wake, anaweza kapata jibu. Huyo mtu ni mtu sahihi au sio mtu sahihi. Kibali. Ukiona moyo unakukatalia kufanya jambo, usifanye. Ukiona moyo unakukatalia kufanya uwekezaji, usifanye. Ukiona moyo unakukatalia kufanya jambo fulani, biashara fulani, usifanye. Jiridhishe kwa nini moyo umegoma. Moyo una taarifa. Mungu alipotuumba sisi wanadamu, alituwekea mifumo yote ya usalama. Sema sisi kuna wakati tunapuuzia, tukidhania kwamba ni woga wangu, lakini wakati mwingine moyo una nguvu ya kukwambia nini kinakwenda kutokea baadaye. Sasa tunakwenda kwenye kutunza pesa. Tunatunzaje pesa? Tunatunzaje pesa? Tuna maoni tayari, tuna watu, tunatunzaje pesa? Jambo la kwanza. Na katika ile eneo nikukumbushe, pesa kipato cha mtu aidha hana hana kabisa. Na watu hawana kazi. Na watu wajua nakula nini leo. Yaani hadi muda wake leo sijui itakwaje baadaye iftari. Unaona? Haelewi hapo. Mtu mwingine labda ndo anapata kidogo sana. Okay. Anatunzaje? Tayari ana maono, tayari ana watu. Kicheki hivi na 1 2 3 hao naweza nikaenda nao kabisa. Na maarifa pia. Na maarifa. Yes. Sasa pesa. Okay, sawa. Kuna njia kama 5 ambazo mtu anaweza kupata pesa ya kuweka akiba kwa ajili ya kuwekeza. Njia ya kwanza ni kutumia kitu kinaitwa chanzo cha kipato. Kwa wale wenye chanzo cha kipato, ameajiriwa huyo, amejiajiri au ameajiriwa, ndio chanzo chake cha kipato. Lakini kwa mujibu wa kitabu cha nguvu ya pesa, inasema kila binadamu anayepumua hapa duniani huwa anashika hela. Haijalishi una kazi au huna. Yes, kwa sababu kwa maisha tuliyokuwa nayo hakuna mtu anaweza kaishi bila kutumia pesa. Haijalishi ana mazingira gani. Kwa maisha tuliyokuwa nayo, kuna mtu mmoja aliwahi kusema kwamba pesa ni kama oxygen. Utaitumia either direct au indirect. Hata mtu ambaye yuko kwenye hali mbaya ya kiafya, wanamtengenezea mfumo wa kupumua kwa kutumia oxygen kwa namna nyingine mbadala, indirect. Kwa maana yake pesa ni kama oxygen. Ili tuishi lazima tuitumie kwa namna yoyote ile. Kwa maana hiyo, mimi nazungumzia mfumo wote unaosababisha wewe upate hela. Ni kupitia kipato rasmi au kisicho rasmi. Ni day worker au umejiajiri kwa kazi ambayo inajulikana, biashara inayojulikana au isiyojulikana. Unafanya chochote kile au haufanyi kitu, ila kuna namna yote Mungu kuna mifumo ya asili ambayo huaga na muwezesha mtu kuishi. Ndio maana ni mara chache au mimi siye kusikia tangu nifike hapa kwa umri wangu kwamba kuna mtu amekufa kwa sababu amekosa chakula. Jumla kwamba amekufa kwa sababu njaa imemuua. Kuna mfumo wapo rasmi labda kwa nchi za kwa hapa Tanzania siye kusikia kwamba mtu yani amekosa kabisa hata ile ya kusababisha endelee kupumua. Siye kusikia. Kuna mfumo wa asili ambao ni natural tu, huwa unampa binadamu yeyote kusurvive duniani. Kwa ule mfumo unaokusaidia kupata hela kwa namna yoyote ile, hakikisha unaweza kutunza sehemu hata kama ni kidogo. Watu wengi wanadharau nguvu ya mbegu. Mbegu, ukubwa wa mbegu na uthamani wa mbegu hauko katika muundo wake au ukubwa wake wa nje. Iko katika nguvu yake ya ndani. Nguvu ya
mbegu haiko katika ukubwa wake, iko katika uwezo wake wa ndani. Na tunasema kwamba hapa tunachokitengeneza, hatutengenezi matokeo makubwa ya muda mfupi, tunatengeneza kitu kinaitwa tabia. Tabia inajengwa kwa vitabia vidogo vidogo unavyovifanya kwa mwendelezo bila kuacha. Kwa maana hiyo, mtu ambaye anatengeneza hata kama ni 10,000, 20,000, 30,000, laki au laki ngapi, milioni ngapi, tenga asilimia angalau kidogo. Ndio maana unaambiwa kama uwezi kuweka akiba milioni 10, jitahidi uweke angalau milioni 1. Kama uwezi kuweka akiba milioni 1, weka laki 1. Uwezi kuweka akiba ya laki 1, weka 10,000. Uwezi kuweka akiba ya 10,000, weka 1,000. Uwezi kuweka 1,000, weka hata 100. Kwa namna yote ile. Ndio tunakuja kwenye ile kanuni kwamba kama uwezi kupaa, basi kimbia. Uwezi kukimbia, tembea. Uwezi kutembea, tambaa. Lakini kwa namna yote ile hakikisha unasonga mbele. Hata kama ni kidogo. Kuna mtu mmoja aliwahi kusema small are beautiful. Vitu vidogo ni vizuri kwa sababu vitu vikubwa vyote tunavyoviona ni muunganiko wa vitu vidogo vidogo. Mwili wetu ni chembe ndogo za vitu vinaitwa seli, vimetufanya tuonekane hivi. Mtu mnene, seli zinakuwa nyingi. Mtu ambaye ni mdogo, seli hizo maana yake seli ndio zinasababisha mwili. Ndio. Hata kwenye pesa, vile vijihela vidogo ambavyo wengi tunavidharau, ni moja makosa ambayo wanafanya. Kwenye kitabu changu Pesa nimeeleza kwamba moja chanzo cha watu wengi kuwa maskini ni sababu wanadharau pesa ndogo. Ndio maana ukitaka kupima kwamba watu wanadharau pesa ndogo, angalia akienda kufanya manunuzi yoyote, ile pesa ndogo vile vichenji vinavyobaki, angalia wanachokifanya, wanahakikisha kwamba ile pesa inateketea yote, hataki kurudi nayo. Akirudi nayo atafika tu atagawa, mtoto si nani. Sio kitu kibaya, lakini tunazungumzia value. Unathamini pesa kidogo kwa kiwango gani? Na jambo la pili tunasema kwamba ukilipwa, kwa wale ambao wanadai madeni, ukilipwa madeni, hiyo pesa ambayo umelipwa deni, hakuna mtu anaweza kuishi kwa kutegemea pesa ya kulipwa deni. Ikija manake hiyo sio iliyokuwa tegemeo lako la kupumulia au kupata chakula cha usiku wakati huo. Pesa yote inayokuja kutoka kwenye madeni uliokuwa unadai, itumie kurudisha kwenye sehemu ya uwekezaji. Tunashauri hivyo. Na jambo la tatu ni kitu kinaitwa promotions. Kuna promotion watu wanapata either wale walioajiriwa, lakini kuna nyakati wanapata fursa za dharura. Fursa hiyo hapo madili yametiki. Ile pale ni pesa ambayo unaweza ukaitumia pia kuweka akiba kwa ajili ya kuwekeza. Lakini pia kuna watu wanatuzunguka, ndugu zetu, marafiki na nini, tunapewa zawadi, tunapewa hongera, pongezi na vitu kama hivyo. Hizi zote ni pesa ambazo watu wengi, pesa zinazokuja ambazo tunaziita irregular income, wengi wanazitumia kufanya irregular expenditure. My God. Unaona tatizo linapokuja. Irregular income, kipato ambacho, pesa ambayo hujaitegemea, unaitumia kwa matumizi ambayo hukuyategemea. Hili ni tatizo ambalo inaonyesha hatuko serious either na uchumi wetu au hatuna maono ya wapi tunaenda. Ndio maana tumeanza kujenga kwenye msingi wa maono. Mtu ambaye ana maono ni rahisi kutumia rasilimali vizuri. Mwenye maono ni rahisi pia kujali vitu vidogo vidogo. Hajari anakimbia kasi kiasi gani. Tunasema uelekeo ni bora zaidi kuliko kasi, kwa sababu kukimbia kuelekea uelekeo ambao sio sahihi, wakati ambao unapoteza nguvu zako, unaweza kujikuta umepata hasara kubwa sana. Kwa uelekeo ni bora kuliko mwendo kasi. Tusifikirie zaidi mwendo wakati hatujajiridhisha tunaelekea uelekeo sahihi. Na uelekeo sahihi wa maisha ya mtu yeyote ni uelekeo kwenye maono yake. Hilo ndio jambo la msingi. Lakini kuna mifumo sasa ya kuweka akiba. Kuna wale wanaoweka karibu, changamoto inakuja kwamba nidhamu ya kujizuia. Ndio. Tuweke mbali kidogo ambako hatuwezi kuifikia kwa urahisi na kwa wepesi. Tusiweke kwenye vibubu vya nyumbani. Either kama unajiridhisha una nidhamu kweli. Lakini pia siku hizi uzuri, hapo mbele nafikiri tutaelezea maeneo ambayo mtu anaweza kuanza kuwekeza na aina za uwekezaji. Hii itatusaidia pia kujua kuna mifumo mingine tunasema save to invest. Una save hapo kiwa umeinvest. Na hii inaweza kutusaidia sana kuweza kuwa ni watu ambao tunapata matokeo kwa kila hatua. Ndio. Lakini kuna kitu kinaitwa kanuni za kujilazimisha kuweka akiba. Kanuni za kujilazimisha kuweka akiba tunasema hivi: weka akiba kila unapopata pesa kabla hujafanya matumizi yoyote. Kwa sababu kanuni za kimaskini zinasema nikipata pesa nitatumia kwanza, nitanunua matumizi yote ambayo nilikuwa nahitaji. Nikimaliza mahitaji yangu ndo nitaenda kuweka akiba inayobakia. Alafu kanuni ya kitajiri inasema kabla sijafanya matumizi yoyote, pesa kiingia tu, natakiwa niichukue, nitenge
niweke pembeni pesa ambayo itakuwa ni maalum kwa ajili ya uwekezaji, halafu hii nayo bakia ndio nipeleke kwenye nini, kwenye matumizi. Na hapa ndo tunapokuja kutengana. Ndio maana tunasema daraja au gap lililopo kati ya maskini na matajiri lipo kwenye tabia zao. Tabia za kifedha unapokuwa umeipata, tabia za kifedha unapokuwa unaitumia, na tabia za kifedha unapokuwa unaipangilia matumizi na maamuzi na vipaumbele. Hivyo ndivyo vitu ambavyo vinatenganisha matokeo ya kimafanikio. Na hapa tunasisitiza kitu kingine ambacho mtu anaweza kukifanya. Kuna hivi vikundi vya vikoba, vikundi vya kucheza michezo ya nini, ni michezo ambayo inaweza kusaidia pia kuweza kujipa nidhamu, kwa sababu binadamu wengi hawawezi kujisimamia. Sawa sawa. Asante sana kwa maelezo haya. Mtazamaji, karibu sana hapa katika meza huru ya ITV Super Brand Afrika Mashariki. Tunajadili hapa kuhusiana na swala zima la kuwekeza binafsi. Hilo ndo tumeketi nalo hapa leo, na moja kati ya vitu ambavyo tumeambiwa hapa, ili kuanza kuwekeza binafsi kidogo kidogo, inabidi uwe na maono, inabidi uwe na watu, lakini pia inabidi uwe una utunzaji wa pesa. Swali ni je, unaweza kutunza pesa hiyo kidogo ambayo unaipata, ama ukishapata tu pesa kuna namna ambavyo unafikiria pale Sinza, kwamba kuna namna ambavyo unajua mtu ukipata pesa unasema mimi sipendi kukaa nyumbani weekend. Yani weekend sitaki kabisa kukaa nyumbani, pesa hiyo. Unajua sipendi kelele pesa. Unajua yani vitu, kuna namna pesa huwa inazungumza. Hapo changamoto iko kwenye eneo la nidhamu, kwa maana kwamba kwenye kanuni za kujenga nidhamu ya fedha ambazo zimeorodheshwa kwenye kitabu cha mwongozo wa nidhamu ya fedha, moja wapo inasema usizunguke na pesa ambayo haiko kwenye budget ya matumizi wakati huo. Moja wapo ukizunga na pesa, kanuni ya pesa inasema hivi, kuna dharura ni sawa, lakini wanasema unaweza kukanyaga nyanya, lakini tangu nimezamia si kukanyaga nyanya jamani. Atuambie, labda wasikilizaji na watazamaji wetu watuambie kwamba kuna mtu amewahi kukanyaga nyanya, kwa sababu unajua mtu anaposema kukanyaga nyanya inawezekana hamaanishi nyanya, amaanisha labda kuna dharura yote akakutana nayo njiani, na bahati mbaya anachokiwaza mtu ndio kinachomtokea. Yaani ukiweka imani kwamba mimi naenda kupata hasara mahali fulani, naenda mimi kukutana na majanga na kutokea, kwa sababu unavyo mtu ndani yake ndivyo alivyo. Na mara nyingi maisha yetu ni matokeo vitu tunavyovivuta kwa kitu tunachokiwaza kwa muda mrefu kwa muendelezo. Kwa hiyo Festo, unataka kuniambia mimi nataka kwenda posta. Nataka kwenda posta nionane na Festo. Nataka tu nibebe nauli. Ukiweza kufanya hivyo, utakuwa umejipa nidhamu ya kiwango cha juu sana. Ingawa nauli kwenda na kurudi. Ingawa sibeba maji. Kama una mpango wa kunywa maji huko, beba na ya maji. Si unajua kunajua sana. Na sasa hivi joto limeongezeka sana. Sio au inabidi uvumilie. Hapo tunazungumzia, hatuzungumzii kwamba by the way nidhamu ya fedha haina maana kwamba kuishi maisha magumu. Nidhamu ya fedha ni kuwa na vipaumbele sahihi na kupangilia kufanya maamuzi sahihi kutokana na malengo ulionayo juu ya fedha yako. Na tunapozungumzia kitu kinaitwa strategic frugality, ubahiri wa kimkakati. Ubahiri wa kimkakati sio kujinyima kutumia pesa, ila ni kujinyima kufanya matumizi ambayo yalikuwa nje na mipango yako, na kuepuka upotevu wa fedha ambao unajitokeza wakati nafsi yako, moyo wako na akili yako havikuwa vimejiandaa. Mtu apiga simu anaomba pesa, unatoa tu kwa sababu ipo. Pesa ikiwepo haina maana kwamba iende tu kwa mtu yeyote, inatakiwa iende kwa mpango maalum. Ndio maana tunasema akili ikikosa nafasi, hisia zinachukua nafasi. Na hapa ndipo uharibifu mwingi na majuto yanapokuja kujitokeza. Ndio maana unaambiwa uzeeni watu watajuta kwa vitu walivyofanya, watajuta kwa vitu ambavyo hawakufanya. Na hivyo vitu ambavyo hawakufanya vitakuwa vimechukuliwa nafasi na vitu ambavyo ni hasi walivyovifanya kwa kujua au kwa kutokujua au kwa kukosa mwangaza, maono, ufahamu na akili ya kufanya maamuzi kwa usahihi kwa kipindi hicho. Ndio maana leo tunapojifunza elimu kama hii, nafikiri inatusaidia kuepuka makosa mengi ambayo yanaweza kutengeneza majuto kwa baadaye. Na nina uhakika kwa kipindi hiki wanaotufuatilia hawezi kubaki kama. Nasisitiza hii ni transforming session, ni session ya kimabadiliko kabisa. Kabisa. Sasa tayari nina maono, ni tayari nina watu, tayari nina tabia ya kuanza kutunza pesa. Umeona tayari nina hivi vitu vyote vitatu. Changamoto inakuja hapa, napenda kuwekeza wapi? Nini? Kwa sababu nikifikiria biashara nini? Biashara watu wengi wanauza matunda sasa hivi na kula matunda. Hii bana sasa hivi itakuwa ni shida sana kuuza matunda. Kila mtu anauza matunda. Nifikirie nini? Nifikirie duka la vifaa vya pikipiki. Hii inaweza ikawa ni changamoto labda. Pikipiki siku hizi maduka ni mengi namna hiyo. Hapa kwenye chaguo la kuwekeza kwenye kitu gani? Ni eneo lingine ambalo huwa ni hatari sana.
kabisa. Mtu anafanyaje? Tayari ana tabia ya kutunza pesa. Ameshatunza, ameshapata kiasi fulani cha pesa. Na kabla kwenda kwenye hiyo utunzaji wa pesa kiasi fulani, ni kiasi gani cha pesa ambacho mtu anaweza kuanza kuwekeza? Tuanzie hapo kwanza kabla tujaruka kwenye kiasi ambacho mtu anaweza kuanza kuwekeza. Ni kiasi chochote ambacho kinaendana na mahitaji ya aina ya uwekezaji wake. Kuna mwingine atasema nataka niwekeze kwenye ardhi, na ardhi inahitaji upate kiasi cha pesa kinachotosheleza kununua kiwanja. Sasa kwenye kununua, ili tumwambie kwamba huyu mtu amefikia kiwango sahihi cha pesa anayoweza kuanza kuwekeza kwa mjibu wa maono yake, matarajio, matamanio na matakwa ya nafsi yake, ni pale ambapo anajua anataka nini. Anataka kuwekeza kwenye real estate, uwekezaji kwenye ardhi. Ndio maana yake anahitaji kiasi cha fedha kinachoendana na hiyo pesa. Ingawa siku hizi kuna uwekezaji wanaita UTT AMIS. Huu ni aina ya uwekezaji ambao unaweza kaanza kuwekeza hata kwa shilingi 10,000 tu. Unaweza kaanza kuwekeza. Na hata kama una uwekezaji mwingine mkubwa wa pesa nyingi, unahitaji labda milioni 3, milioni 5, milioni 10, unaweza kaamua kuanza kuwa unawekeza. Tunaita save to invest. Unaweka akiba ya kimkakati sehemu ambayo inaongezeka thamani, kwa sababu fedha kila mwaka inapungua thamani. Na kitu ambacho wengi hawakijui ni kwamba kila mwaka fedha huwa inapungua thamani kwa Tanzania. The rate of inflation, kiwango cha mfumuko wa bei na thamani ya pesa za Tanzania huwa inashuka kila mwaka kwa 3 mpaka 5 kwa mjibu wa ripoti ya Benki Kuu ya Tanzania. 3 mpaka 5. Maana yake tuzungumzia 5% kwa mfano. Maana ukikuwa na milioni 1, baada ya mwaka kama imekaa sehemu ambayo haizalishi, hiyo pesa imeshapungua thamani kwa 5%, ambao maana yake tumeshapoteza kama 50,000. Lakini ukichukua hiyo pesa ukaiwekeza UTT, inakupa garantia ya kupata gawio la 12%. 12% ya milioni 1 ni 1,120,000. Maana yake tayari umeshatengeneza mazingira ambayo unaweza kutengeneza pesa ambayo inazidi kiwango kile cha mfumuko wa bei. Maana yake ni akili ya kiuwekezaji kwamba umewekeza kitu kinacho appreciate, kinachopanda thamani, na sio kinacho depreciate, kinachoshuka thamani. Maana yake hapa ni uwezo wa kutambua ni maeneo gani sahihi kuanza kuwekeza. Unaweza kaanza kuwekeza, kwa mfano kafungua akaunti yako labda UTT. Kwa unawekeza UTT, huku unatengeneza mazingira ya kufikia mtaji wa target ya lengo la kwenda kuwekeza kwenye maeneo mengine. Hili ni jambo la muhimu zaidi. Au unataka labda kuanzisha kiwanda chako, unahitaji pia kujikusanya. Unajikusanya thamani au kile kiwango cha pesa kinachotakiwa, unaenda sasa kufungua labda mradi wako. Au unataka kuanza ufugaji labda wa samaki, unataka labda kulima shamba la miti, unataka kulima labda shamba la alizeti au aina fulani ya mazao. Ni muhimu kuweza kuanza kujiwekeza kiwango kinachoendana na lengo. Ndio maana tunasema hivi, kwenye kanuni sahihi za pesa, hatuwekezi pesa kama sifa. Tunawekeza pesa kwa mpango, malengo madhubuti ya kwenda kuwekeza. Na ndio maana tunashauri usiweke akiba pesa yoyote kama hakuna lengo ambalo limebebwa ndani ya hiyo akiba unayoiweka. Ili ikusaidie kujua umefikia lengo, ufanye maamuzi ili usiendelee kuweka. Vinginevyo watu wengi wanaoweka akiba bila malengo, ile akiba inaishia kupitiwa tu na majanga yasiyojulikana. Inakuja tu, au unatoa misaada, unatoa ofa kwa watu, bonus, imetokea kijifusa ambacho sio cha kiuzalishaji, ili mradi tu napita nacho, kitu ambacho ni hatari kwa afya ya uchumi wa mtu. Sasa tutataka tubakie katika eneo hilo, lakini pia nimkumbushe mtazamaji kwamba nitapitia kile ambacho natuandikia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Kurasa yetu wa Facebook ni ITV Tanzania, pale katika mtandao wa X ni @ITV Tanzania. Mubashara unapata kupitia YouTube account yetu kwa jina la ITV Tanzania. Mimi ni Abdallah Kurwa, niko na Festo Amos ambaye ni mkufunzi wa elimu na biashara pamoja na fedha. Tuko naye hapa katika meza huru ya ITV kuzungumza uwekezaji binafsi. Sasa mtu ana maono, ana watu na anatunza pesa, na tayari kuna kiasi cha pesa ambacho ameshaanza kujiwekeza nacho. Yaani anacho, hajaanza kufungua biashara, anacho ndani. Lakini tunafahamu tukirudi katika maisha yetu ya Kitanzania, na mtu anaweza kameza shoka huko. Sawa. Na mtu bana huku kuna baba, babu, bibi, unajua hivi tunaishi katika maisha ya kutegemeana. Unajua wewe ulipofika kuna namna ambavyo familia ilijitahidi ukafika. Sure. Ipo hivyo maisha yetu ya Tanzania. Ama kuna marafiki, ama kuna ndugu, jamaa, ulifika dau kakaa kwake. Unajua ipo katika namna hiyo.
Tuende katika uhalisia. Ni ukweli. Ndo pale nakuja kukumbuka kuhusiana kitu ambacho umesema kuhusiana na hisia. Na wakati mwingine tunazipingaje hizi hisia ili hali tumekuzwa katika mienendo hiyo. Si ndio? Sasa nataka kujua ni kwa namna gani mtu umeshatunza kiasi chako cha pesa. Tuseme tu labda ila ndogo tu, mtu labda unayo pale. Umefikisha katika utunzaji wako, umefikisha shilingi milioni 1. Unayo ndani pale. Unayo benki. Uje kwenda kuwekeza bado katika eneo lolote. Lakini unapata taarifa ambayo pengine itakulazimu wewe utoe pesa katika ile akiba yako. Je, ni sehemu gani ambayo unaweza ukatoa pesa ambayo umewekeza ikawa ni sawa? Ama inabidi useme tu sina pesa, ule ubahili ambao uliuzungumzia? Point yako, unasalimishaje pesa ya kiuwekezaji wakati umekutwa na majanga ambayo yamejitokeza pasipo matarajio? Bila shaka either ni ya kwako binafsi au ya watu wako karibu, watu wa muhimu ambao kwako ni watu ambao wanagusa moyo wako moja kwa moja. Na naomba nianze kutoa kauli ngumu. Hiki ni kitu ambacho kinapelekea kwa nini maskini wengi waliozaliwa familia zenye hali ngumu ya kiuchumi wengi wanakufa na hali hiyo. Ni kwa sababu ya hivyo vitu. Kwa nini? Kwa sababu matatizo yapo. Mbaya kuliko vyote, matatizo ya familia ulioyakuta huwezi kuyamaliza. Unasema? Matatizo uliyoyakuta kwenye familia ambao babu na babu zako walikuwa nayo, walishindwa kuyatatua ya kiuchumi, wewe uje uyamalize wakati bado unajitafuta, ni kipengele ambacho ni kigumu. Ndio maana kwenye kitabu hiki cha Nguvu ya Pesa nimeandika story moja ya mtu mmoja. Yeye alifanya maamuzi magumu. Aliacha kuwasiliana na familia yake kwa miaka 10 ili ajijenge kiuchumi. Alikuwa na uwezo wa kutengeneza milioni 5 mpaka milioni 10 kwa siku moja. Ndipo akawatafuta tena, kwa sababu alivyoona wakati anajitafuta pesa ikifika mkononi mwake, simu zinapigwa. Ndugu jamaa, kuna wale ambao wakigundua umepata ajira au umepata kijibiashara au unapata vihela, wanakusanyana huko, wanatengeneza mpaka undugu wa bandia ili mradi tu watafute mazingira kupata msaada, yani kupata ahueni. Hapa ndo tunaposema kwamba pesa iendeshi kwa hisia, inaendeshwa kwa akili. Na kingine zaidi hapo, namna ya kuisalimisha hiyo pesa ni kuwa na kitu kinaitwa mkakati wa kusaidia watu. Kitabu hiki cha mwongozo kimeonesha mwongozo wa namna ya kutengeneza mgawanyo rafiki wa kifedha. Uwe na sehemu kwa ajili ya kusaidia watu, uwe na sehemu kwa ajili ya dharura, uwe na sehemu kwa ajili ya uwekezaji, ili kila tatizo linalojitokeza kwenye maisha yako liwe na sehemu ya fedha maalum ya kulikabili. Na ikitokea pesa ambayo haijapangiliwa kwa ajili ya utatuzi wa mazo hayo, tatizo likijitokeza, hiyo pesa unatakiwa uwe na maamuzi magumu. Nilikuwa namsikiliza mtu mmoja, ni wachungaji wengi ambao nimewasikiliza wanaofundisha vitu ambavyo ni potential, vitu vinavyogusa akili na hisia na nguvu ya kubadilisha maamuzi ya mtu na hisia za mtu na mitazamo ya mtu. Wengi nimeshuhudia wakisema kwamba wao hata ingetokea wakafiwa, pesa ya uwekezaji itaenda kwenye uwekezaji kwanza, halafu ndo ataenda kufanya msiba. Kwa nini? Kanuni za kiroho zinasema hivi, kila mtu anapata jaribu inayoendana na uwezo wake. Yaani mtu akipata jaribu au changamoto, ile changamoto inakuwa ndani ya uwezo. Ndio maana wanasema hivi, ukiona umepata tatizo ambalo usuluhishaji wake unazidi mtaji wako wa biashara, hilo tatizo sio la kwako. Fumba macho, kuna wakati itapita afu tabaki unashangaa limepitaje, kwa sababu mfumo wa asili, the power of universe, ina namna ya kuruhusu vitu vitokee, halafu ina namna ya kuruhusu vitu kwa wakati wake vitatuliwe kwa mfumo wa asili ambao binadamu unaweza kaa uko nje ya uwezo. Ndio maana unashangaa unasema, nimejikuta pesa imetumwa sijui imetoka tokaje. Mfano amenipigia, amenitumia pesa, nimejikuta. Kwa mfano nikupe uhalisia wa kweli kabisa. Kuna mtu unapata msiba. Gharama kuhakikisha msiba umeisha ni milioni 10 kwa mfano. Msiba unaisha kweli na milioni 10 zinapatikana. Halafu wewe mtaji wako unahangaika na 500,000. 500,000 milioni. Nikuulize swali. Ni kweli kwamba huyu mtu ameweza kutatua hiyo changamoto ya msiba kwa kutumia pesa zake peke yake? Hapana. Nature to the power of universe ime provide kwa namna ambayo ni ya asili. Majanga ya asili yana namna yake ya asili ya kujitatua yenyewe. Ndio maana kila jambo linalotokea lina mwanzo na mwisho wake. Chochote kisichokuua kinakuimarisha. Tujifunze kusema hapana, pia ni moja ya kanuni ya nidhamu ya fedha, kusema hapana. Kwa hiyo kuna mtu yuko hospitali anahitaji kutibiwa, unahitajika pesa, una pesa ndani, unasema sina. Pesa ya ndani ya akiba na uwekezaji haitaki kuguswa kwa mujibu wa kanuni za uchumi. Lakini kwa hiyo unabidi useme sina. Yes. Na unaweza kusema hivyo. Na nilikuwa namsikiza mtu mmoja maarufu sana, sitamtaja jina kwa hapa.
Yeye alisema kwamba nikisema sina pesa haina maana sina. Pesa ipo, ila sina pesa kwa ajili ya jambo hilo. Na tujifunze pia kuamini kwamba hatuwezi kutatua matatizo yote. Duniani hapa tuliyakuta matatizo, tutayaacha. Yapo tu na yataendelea kuwepo. Na mbaya kuliko vyote, akili yako ukiaminisha kwamba kila pesa iliyopo likitokea jambo linatakiwa litatue, utabakia hivyo hivyo. Uchumi, mafanikio ya kiuchumi ni vita. Uwezo wa kushinda vita inatokana na uwezo tunaita emotional stability, uimara wa kihisia. Uimara wa kihisia ni pamoja na kubeba maumivu wakati mwingine. Na uimara wa kihisia sometimes ni kukubali kutokukubaliana. Na uimara wa kihisia wakati mwingine ni kukubali kusema hapana wakati walitarajia watu useme ndio. Na wakati mwingine unaweza kusema ukaonekana mbaya wakati ambao nia yako ni njema, kwa sababu iko hivi. Kanuni ya kusaidia watu inasema ukimsaidia mtu kitu leo, kesho na kesho kutwa, ikitokea siku nyingine ukashindwa kumsaidia, aina ya msaada ule uliokuwa na uwezo wa kumsaidia hapo nyuma, hata hesabu kama siku hiyo huna. Atahesabu siku hiyo umemnyima, na atahesabu wewe ni adui yake. Na binadamu wengi hawakumbuki fadhila kwa watu waliokuwa watendea wema siku ambao wameshindwa kuwasaidia. Kwa sababu hiyo usitengeneze utegemezi usio na sababu. Na hii ni ugonjwa wa kisaikolojia ambao inaitwa dependent mentality, au entitlement mentality. Hii hapa inatokea pale ambapo mtu una provide kile unapohitajika kuprovide, una provide hapana. Wakati mwingine tuwafundishe watu ukweli kwamba hautapata kila kitu siku zote. Kuna siku ya kupata na siku ya kukosa. Na ukijua hiyo haitakusumbua, utakuwa na amani hata wakati ambao vitu ulivyotamani viende namna fulani havijaenda kwa namna ile. Tunahitaji uimara na ukomavu wa kifikra. Ndio maana akili isipokomaa, ukakomaza hisia zako, hisia zitakuwa zinakutesa, zinakuangusha chini, baadaye unainuka, unaanguka, unainuka, utaishi maisha ya hovyo hovyo, hauwezi kufanya mambo makubwa. Watafute matajiri. Kwa nini wanaitwa matajiri wana roho mbaya? Kwa sababu wanasimamia mipango yao kuliko matarajio ya watu. Matajiri wote wanasimamia mipango yao kuliko matarajio ya watu. Inabidi tuchukue hiyo. Matajiri kwa asilimia kubwa, na sisi tukasema wote, kwa asilimia kubwa wanasimamia mipango yao kuliko matarajio ya watu. Una maoni gani kuhusiana hayo ambayo tunayazungumza hapa, mtazamaji wa ITV? Tunazungumza kuhusiana na swala zima la kuwekeza binafsi. Ukiwa unawekeza binafsi, moja kati ya vitu ambavyo inabidi uwe unavisema kwa mujibu wa mtaalamu hapa, neno hapana. Mtu una shida, naumwa, sijala, sina pesa. Hilo neno inabidi litawale hapa kwenye mdomo. Inawezekana kwako mtazamaji, basi inabidi uchukue hiyo hapa. Nambari ya kupiga simu ni 0767444701. Nambari ambayo inabidi upige simu hapa ni 0767444701. Ndio sehemu sahihi kabisa. Tunakwenda pamoja hapa katika meza huru ya ITV Super Brand Afrika Mashariki. Mimi ni Abdullah Kurwa, niko na Festo Amos ambaye ni mkufunzi wa elimu ya biashara na fedha. Tuko hapa kujadili kuhusiana na swala zima la uwekezaji binafsi. Moja kati ya vitu ambavyo nitataka uwe navyo, tutakuja kukueleza, kuja kulifafanulia baadaye. Tayari nina vitu vyote hivyo. Tayari nimekuwa bahili wa faida kwa kimkakati. Tunasema bahili wa kimkakati. Ni sehemu gani naweza kwenda kuwekeza? Nadhani ile lilianza mwanzoni. Sasa tumelirudisha hapa. Utakuja kuniambia hapo. Unaweza kalihifadhi. Nipitie kile ambacho umetuandikia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, kama ambavyo nimekutajia. Anasema naitwa Richard Mzina, anasema kutokea Tumaini Family Bukoba pale. Anasema nadhani wengi wetu hatupati elimu, ndio maana tunaishi kwenye michezo ya kubeti. Ni jambo jema elimu wapatiwe ili wawe na utambuzi katika jambo hilo. Mwani Kenneth wa Kishanji Bukoba, Watanzania wengi hatujui swala la kuwekeza binafsi wala faida zake. Hivyo ni bora elimu ikiendelea kutolewa ili tujue faida zake. Asante. Kenneth. Kimingine anaitwa Nyota Ahmad wa Zinga Bagamoyo, tujue tulipewa lini darasa? Yanauliza lini ulipewa darasa la masuala haya ya kuwekeza. Majimoto kabisa. Majimoto Malole wa Kibara Bunda Mara. Sasa binafsi naona wengi hawana hiyo elimu, hasa wasiojihusisha na masuala ya kuwekeza pesa kwenye biashara na benki. Hassan Mlacha wa Kaloleni pale Moshi Tanzania. Elimu hayo masoko ya kuwekeza nani anayajua sasa? Na pesa zenyewe za kuweka kwenye kuwekeza nani anaitoa? Hatujui wala hatuelewi. Huyo Hassan Mlacha anatuandikia hapa kupitia mitandao yetu. Kile mwingine ambaye ametuandikia sasa anaitwa Festo Mbawala au Baba Joshua wa Songea pale. Anasema mimi sijui kuhusiana na masuala haya ya kuwekeza, labda tupewe elimu tujue. Shaban Migiri au Mugini Moshi, hatujui ndio maana tunanunua mashamba yakipanda bei tuuze bei kubwa tupate faida. Yeye amesema hivyo. David Sechenga kutokea Muheza pale Tanga asema baadhi wanajua na baadhi hatujui. Japo lipo hilo la kuwekeza na elimu ya kuwekeza, uwekezaji pesa na namna ya kupata faida bado ni ndogo kwetu, na ndio maana hata huo
mwamko wa kuweka pesa au kuwa na masuala hisa umekuwa mdogo sana. Yes. Tuandiki hapa. Endelea kutuandikia kupitia mitandao yote ya kijamii. Kurasa yetu wa Facebook ni ITV Tanzania, pale katika mtandao wa X ni @ITV Tanzania. Unatufuatilia mubashara kupitia YouTube account yetu. Huko kuna hapo una nafasi ya kuweka maoni yako, mama maswali yako, tunakwenda pamoja hapa. Kumbuka nafasi kupiga simu unayo kupitia nambari yetu ya 0767444701. Nambari yetu ni 0767444701. Tunakwenda pamoja hapa katika kile ambacho leo tunajadili, kuwekeza binafsi. Ushawahi kujaribu kuwekeza? Kuna watu wamejaribu kuwekeza, mambo yakafeli. Kweli. Pesa ikapotea. Kweli. Haoni tena kile ambacho alikuwa anatarajia kukiona. Huyo naye anatoa afanyaje? Lakini tuanze na lile. Tuanze na lile. Nafikiri ili ni fupi, ni rahisi tuliweke pembeni, alafu kwa sababu ni emergency, tunasema emergency problem inatatuliwa na emergency fund. Sawa, twende. Kwa nini hawa kuhusu wanaowekeza na kupoteza? Cha kwanza waangalie walifeli wapi, kwa sababu walio wengi wanawekeza kwenye vitu wasivyovijua. Huna taarifa, hujui mifumo yake, hujui faida zake. Festo, ninayo taarifa. Subiri kwanza. Twende hapo. Ninayo taarifa. Ninajua mifumo. Kila kitu nakijua. Sawa. Nawekeza, napoteza. Unapoteza. Mtu anajua kwamba matikiti. Mtu anajua kuhusiana na uwekezaji katika sijui kuku. Unajua kwamba kuna kuku sasa hivi hapa watu wanakula kuku sana, vibanda vya chipsi viko kama vyote. Sure. Ndivyo? Vyote vinahitaji kuku kila siku. Kila siku, yani na kila saa vinahitaji kuku. Yeye anaamua kuwekeza huko, lakini ina buma. Na alishafanya mahesabu, alishafanya tafiti kila kitu, lakini ni sawa. Tuachane na yule ambaye sasa hajui mifumo, hajui nini. Huyu ambaye anajua Afrika buma. Huyu tunamfundisha kwamba wakati mwingine kuanguka sio mwisho wa safari. Kwa sababu kufeli pia hatuwezi kukata. Ukweli utabakia pale pale. Kuna mtu, kwa mfano tuangalie tu mfano wa timu za mpira. Kuna timu zikacheza vizuri mno. Ikacheza vizuri sana. Alafu ikatokea tu counter attack moja tu, goli. Wakapigwa goli, alafu wakaendelea kucheza mpira wote, wakamiliki mpira vizuri mpaka dakika 90, kipenga cha mwisho wamefungwa. Wamefanya kila kitu kwa usahihi, lakini mpira ndio umebaki na matokeo kikatili. Hata kwenye uwekezaji kuna kati pia hasara zipo, ni sehemu ya uwekezaji. Lakini hasara ambayo ni mbaya ni ile ambayo mtu umepata hasara kwa sababu tu ulifanya kwa ujinga, kwa kosa maarifa. Lakini hizi hasara ambazo zinatokea tu kutokana na vitu vilivyo nje ya uwezo wako, tunashauri ukae chini, uanze upya, kwa sababu unaijua njia, unajua uelekeo na ukubali matokeo. Wakati mwingine kunyenyuka kutoka sehemu ulikoangukia kwenda mbele zaidi, ukiweza kuinuka unakuwa na nguvu ya ustahimilivu. Wanasema kwamba mtu aliyewahi kuanguka na kusimama ni imara kuliko mtu ambaye hajawahi kuanguka. Sawa, tutaendelea hapo. Tumsikilize ndugu yetu Masai kutokea Namtumbo. Masai kutokea Namtumbo, karibu sana hapa katika meza huru. Asante sana. Karibu sana Masai. Asante sana. Abdalla. Habari salama kabisa Masai. Habari za Namtumbo? Hapo ni kwema. Karibu sana. Asante sana. Kwanza nimpongeze mtaalamu kwa sababu kuna vitu vingine mimi mwenyewe nimeviona, kwa sababu amesema kwamba hapo kwa utaalamu wake kwamba ukitaka kujua matatizo ya familia toka babu na mababu huwezi kumaliza. Mimi mwenyewe nimefanikiwa kwa kupitia hizo, kwa sababu unaweza kama unafanya majukumu yako kila siku, kila mwezi wanakuomba hela, kila siku wanakuomba hela. Mimi binafsi nimejifunza, kwa sababu na kitu nimekifanya kile kinachosababisha kila siku niongwe hela, mimi nikakichukua, nimekaa nacho mimi mpaka leo. Sasa inafika zaidi ya miaka 2 sijawahi kuomba hata hela shilingi 100, wala ile wangu kutuma kutoka kule kuja kwangu hawajawahi kufanya hivyo. Kwa kweli nimpongeze mtaalamu hapo, amenifundisha tena kitu kingine. Sawa. Kwa sababu hatuwezi tukawekeza binafsi bila kujua kusema hapana au sina. Masai, una maoni mengine, una swali ama vipi mengine? Mimi nimpongeze tu mtaalamu, ili watu wengine waendelee kujifunza kwa kupitia ITV, ili watu wengine tujue kwamba vile vyanzo vinavyosababisha kila siku uombwe hela, kama ni bibi au babu, mchukue kaa naye, ili watu wengine kila siku wao usigeuze kama ATM ya kuchomolea hela. Asante sana Masai kutoka Namtumbo.
Asante sana, kazi njema. Shukrani sana, endelea kuitazama ITV Super Brand Afrika Mashariki. Karibu sana kama ndo kwanza unajiunga nasi. Hii ni ITV Meza Huru unaitazama kwa sasa, na mada ambayo iko mezani ni kuhusiana na swala zima la kuwekeza binafsi. Tuko na Festo Amos, mkufunzi wa elimu ya biashara na fedha. Tuko naye hapa katika Meza Huru ITV tukijadili kuhusiana na swala hilo, maoni yako, maswali na kile ambacho labda hujakielewa kuhusiana na haya mazungumzo. Kama hujaelewa kabisa pia uliza, ili tuende nawe hapa katika Meza Huru ya ITV. Nambari ni 0767444701 ni 0767444701. Kumbuka ukipiga simu nisikilize katika simu yako kama ambavyo amefanya Masai hapo, nisikilize katika simu yako na sio runinga yako, ili tuende pamoja hapa katika Meza Huru ya ITV Super Brand Afrika Mashariki. Bila shaka umehitimisha pale kwenye masuala ya dharura Yes. Turejee huku sasa. Nina pesa tayari, sehemu gani sahihi ya kuwekeza? Nitajua eneo hipi ni sahihi, biashara gani? Yaani sasa hivi mimi niko, tuchukulie mtu yuko yupo Mwanza, yupo Shinyanga, yupo popote pale Tanzania, anataka kuwekeza. Awekeze kwenye nini? Tayari ana pesa, ana kitu ameshajidunduliza. Umezungumzia kuhusiana na masuala pale ya UTT nini. Yes. Sasa tuyaache hayo, tuweke katika vitu vyetu hivi ambavyo ni vya kila siku. Maana kule tunataka tuweke pesa ili iongezeke thamani. Tayari nina pesa, ama nataka niwekeze kwenye biashara ambayo nitaona kwenye kitu chako. Hapa nitajoje sehemu hii ndio sahihi? Tunaanza sasa kuwekeza. Jambo la kwanza, tunashauri eneo lile lilokusaidia kupata mbegu uongezee mbegu. Maana nasema mti unaozaa unaendelea kupaliliwa ili uzidi kuzaa vizuri zaidi. Kwa maana hiyo ni ushauri wa mantiki na wa kiuchumi kwamba mtu yeyote ambaye anafanya biashara, eneo la kwanza la kuwekeza ni kwenye biashara yake, kwa sababu hiyo biashara unaijua, lakini pia una uzoefu nayo, lakini pia hicho kitu ambacho kinakusaidia kupata pesa tayari una muda nacho wa kujitosheleza katika kukifanya. Ina maana wewe kazi yako hapo unawekeza ili uweze kutanua wigo wa utengenezaji wa fedha nyingi zaidi. Eneo la kwanza ni kwenye biashara, na kuna namna tofauti tofauti unaweza kuwekeza kwenye hiyo biashara. Moja, kuiboresha. Ndio. Mbili, kuiongezea labda promotion ili uipeleke zaidi mbali kwenye matangazo mbalimbali na kuweza kuhakikisha bajeti ya matangazo inakuwa kubwa. Lakini jambo la tatu unaweza kufanya kwenye biashara ni kuhakikisha unaweza tunasema kufungua ofisi nyingine, kutanua geographical expansion. Ulikuwa hapa, unafungua duka eneo lingine la kijiografia, unafungua duka. Ukiwa kwenye biashara ile ile, kwa sababu tayari unaijua, unapanua soko la wigo wa kuwafikia watu wengi ambao ulikuwa wafikii kutokana na mazingira ambayo ulikuwepo mwanzo. Lakini pia kuna kitu kinaitwa diversification, yani kutawanya mbegu katika vitega uchumi tofauti tofauti. Ukiona kuna fursa, kwa sababu sasa tutaendelea hapo. Ukiona kuna fursa, tumsikize Steven kutokea Mbeya. Steven kutokea Mbeya, karibu sana. Naam. Karibu sana Steven kutokea Mbeya. Nashukuru. Nimekuwa nikiangalia kipindi cha kuwekeza binafsi. Ndio. Sasa nimemsikiliza mtaalamu hapo, kuna kitu amezungumza. Ndio. Kwa habari ya matatizo yonda ya kifamilia na kipato ulicho nacho. Ndio. Kiukweli kabisa nimeweza kujifunza kitu, na kuna kitu amezungumza hapo kwa habari ya matatizo ambayo yawezekana tunaweza kuyaita ni kama ya asili ya kifamilia. Kuna familia zingine ni kweli unajikuta ni familia za kimaskini. Mmoja wapo tu kwenye familia, nenda hiyo familia ina watu wa kisasa kabisa zaidi ya 10 kwenda mbele. Lakini unajikuta hiyo familia yote inamwangalia mtu mmoja tu, na huyo mtu mmoja pia mtaji wake bado hautoki, na mwenyewe anajichanga kuendelea kutafuta na kufanya nini. Sasa mwisho wa siku unakuta hata huyu aliyekuwa anasaidia chochote kidogo, angalau kwenye matatizo vidogo vidogo, unajikuta na mwenyewe ameishia hapo hapo na matatizo bado yanaendelea. Lakini hata yule sasa aliyekuwa anatoa hicho kidogo kidogo, kwa sababu na mwenyewe ameishiwa, yani huyo ndo atatoka zaidi kuliko ni wale ambao walikuwa wana. Ndio. Kwa hiyo ni kweli kabisa matatizo ya kifamilia au matatizo ambayo yanakuwepo kwenye jamii zetu hizi za uenda ambazo hazijitoshelezi kiuwezo, huwa
haziishi kwa kweli, zipo tu. Ni namna gani, isipokuwa ni namna gani ambapo unakuta tunashindwa ni namna gani ya kujikontrol kuhakikisha kwamba lile tatizo linapokuwa limetokea, kama ulivyozungumza hapo kwa habari ya hospitalini, kwamba mgonjwa yuko hospitalini, wewe unamtaji angalau wa laki 5, familia yote inakuangalia wewe. Sasa sijui ukiwepo, sijui uwepo, macho sasa macho ya kwako wanakuangalia wewe, na wewe ukitoa hata ndoka maisha. Kuna watoto wako shuleni na wewe wanatakiwa watoe, lakini yule mgonjwa anatakiwa na mwenyewe uenda apatikane kupona. Na zikiisha ingepona, na wewe ukikirisika sasa umemaliza. Alafu yule mtu inakuta uenda sasa ndo anakatika au hawezi hata kupona tena. Lakini fedha zimeishaenda na umaskini umeshaingia. Hata matatizo madogo madogo ambayo ulikuwa unasaidia tena haipo. Wote mmeingia kwenye janga moja ambalo la umaskini totally kabisa. Sasa kweli umaskini ni mbaya sana. Lazima tukubali kwamba hakuna kitu kibaya kama umaskini kwenye familia. Yaani haufai kabisa, kwa sababu hata yule anayetaka kujinasua anavutwa kule kule chini kwenye umaskini kabisa, ambako sasa wote mnajikuta hamjiwezi kabisa. Sasa mimi ninachofikiri ni kweli kuna wengine wamejaliwa kuwa na roho ngumu, lakini kuna wengine hatujajaliwa kwa namna hiyo. Wewe unajikuta maisha yako yote yanaenda kwa mfumo wa namna hiyo, kwa sababu pia kukataa kile ulicho nacho na mtu anaweza kuharibikiwa kabisa, yaani unajikuta huwezi. Okay, asante sana mtazamaji, endelea kuitazama ITV. Kumbuka na wewe una nafasi kuendelea kutuandikia maoni yako, ukapiga simu alafu tukaenda pamoja hapa katika meza huru ya ITV. Ulikuwa unaendelea kuzungumza. Yes. Nadhani naona wasikilizaji ni kama hili limewagusa zaidi eneo la kusaidia watu. Kwa sababu hapo linarudisha watu wengi nyuma, lakini pia linawapa wengi changamoto ya kimaamuzi. Hapo ndo changamoto ambayo ipo kwa Watanzania walio wengi, kwamba tayari amewekeza pesa, ametunza pesa, ana watu wa kufanya nao biashara, na pengine akapata wazo la kibiashara. Lakini inatokea mtu aidha ni mzazi, mtu aliyemsaidia, mtoto wa ndugu yake, inatokea kuna dharura ya kipesa ambayo inahitajika ili labda ni mtu apone. Okay. Unajua tena labda mtu ni dhamana, kunahitajika bana dhamana ya shilingi watoke polisi labda, unajua au sijui kuna kitu inabidi kifanyike. Yaani kuna namna ambavyo vitu vinajitokeza hivyo. Sasa ataeka ile pesa ndani. Na hapa tukubaliane tu kwamba kama tulishakosea nyuma, hatuwezi kuwa sahihi leo. Mara nyingi kwenye safari ya maisha, ukikosea hatua ya kwanza, hatua ya pili huwa automatic lazima ukosee, kwa sababu hatua ya pili inategemea hatua ya kwanza. Na hapa kwenye utatuzi wa matatizo yanayotokea kama dharura, hayo yote yanayosikika inaonekana ni ya dharura. Ingawa kuna yale ya kitabia, ya kimazoea. Ya kimazoea ni ile kwamba kila mtu anapiga simu anataka msaada kwa maisha yake tu ya kila siku ya kawaida. Kwenye eneo la dharura, tukubaliane tuanze upya. Tujifunze kufanya vitu viwili. Pesa kipatikana, tutenge kwa ajili ya dharura. Special emergency fund kwa ajili ya emergency, kwa sababu haya maisha tunayoishi bado kesho ni fumbo, hakuna anayejua nini kitatokea. Baada ya hapo pia tuwe tunatenga kwa ajili ya uwekezaji, ili uwekezaji usiharibike. Kuna kitu kinaitwa investment abortion. Yaani abortion wanasema ni kwa masuala ya uzazi wanasema ni kutoa mimba. Sasa uwekezaji pia tunasema ni kupanda, ni mbegu. Sasa ile mbegu ya uwekezaji ambao umeshaipanda, either unafanya ujenzi au labda umepanda shamba au kuna mradi wowote, labda mradi wa samaki au kuna kitu chochote upo nacho ambacho ni uwekezaji wako. Kinapokuwa kijafika kwenye kilele cha kwanza kuleta matokeo makubwa, halafu likatokea janga linalopelekea kwenda kulazimika kuuza au kuua ule uwekezaji wako ili ukatatue changamoto, umefanya abortion. Umeuaboti ule uwekezaji. Hili ni moja ya tatizo kubwa sana la Waafrika wengi ambao wanalifanya, hasa wawekezaji ambao wanaamini katika kuridhisha watu na matarajio yao kuliko kutimiza malengo na maono yao. Okay. Kuna kuridhisha watu na matarajio yao na kutimiza maono na malengo ulionayo. Hivi ni vipengele viwili ambao vinatenganisha watu wanaoanza vitu na kuvimaliza na watu wanaoanza vitu na kuishia njiani. Uwekezaji huwezi kufika mbali kama sio mtu ambaye una uwezo wa kusema hapa ninatoboa hata kama ni pagumu. Hapa labda wengine wote hawakubaliani na mimi, ila mimi nimeamua nibaki mwenyewe. Wakati mwingine unatakiwa ufanye maamuzi magumu, sio kwa sababu unayafurahia, ila ni kwa sababu ni maamuzi sahihi.
Kuna mtu mmoja aliwahi kusema kwamba hivi tunatakiwa kufanya vitu vizuri au na kuacha vitu vibaya, au tunatakiwa kufanyaje ili tuweze kuwa watu bora. Alisema kwamba ukiwa ni mtu ambaye una hekima sana, ukiwa ni mtu ambaye una akili, utafanya vitu ambavyo ni vizuri vyote utafanya. Lakini ukiwa na hekima kiwango cha juu sana cha matumizi ya akili, basi wewe utafanya vitu sahihi. Sawa. Haijalishi vinaumiza watu au haviumizi watu. Shukrani sana kwa maelezo hayo. Tuko tunaelekea mwishoni mwa kipindi chetu hapa. Yes. Kuna vitabu vile ambavyo kuna vizungumza hapa. Nguvu ya pesa na kuna Nguvu ya Pesa, Mwongozo wa Nidhamu ya Fedha, afu kuna Mikopo na Madeni. Tuelezee kidogo, tuanzie wapi hapo? Tuelezee kidogo kuhusiana na hivi vitabu. Tuanzie kwenye matatizo ya wengi hapa, mikopo na madeni. Mikopo na madeni. Watu wengi wana changamoto ya madeni mabaya ambayo yanawarudisha nyuma. Ndio. Sasa hiki kinaelezea namna ya kutoka kwenye utumwa, kwa sababu madeni ni utumwa. Watu nakopa sana. Utumwa wa madeni mikopo mabaya. Mikopo umiza. Na lakini pia inasaidia kuwajulisha watu aina za mikopo. Kuna aina za kausha damu na nini. Dalili za kausha damu zikoje? Ziko humo. Okay. Sasa lakini pia inaelezea namna ya kujifunza tabia za kitajiri kwenye kukopa. Wanakopa na kuwekeza na kujenga biashara. Wanakopaje? Kanuni ziko humo. Kujifunza tabia za kitajiri. Exactly. Ya mambo mazuri. Tabia za kitajiri ni zipi hizo? Ziko hapo. Okay, sawa. Lakini kuna hiki cha Mwongozo wa Nidhamu ya Fedha, ambacho hiki kinazungumzia zaidi namna ambavyo mtu ana uwezo wa kujenga nidhamu ya fedha kwa vitendo. Vitendo ni ile kwamba unafanya practical. Hakuna longolongo, kila unachokisoma ni vitendo. Namna kuandika mapato na matumizi vizuri, namna kuweza kupanga bajeti kwa usahihi, namna kuweka akiba isiyofeli, namna kuanza kufanya uwekezaji wenye tija kwa ajili ya maendeleo ya baadaye, na vitu vingi vinavyohusiana na uchumi. Lakini nzuri kuliko vyote, kuna amri kubwa 5 za fedha ambazo ni marufuku kuzivunja kama unataka kutoboa. Amri kubwa 5 za fedha ambazo ni marufuku. Yaani hii ni amri. Ukikataa, amri namba 1, kuhakikisha unakuwa na mfumo wa kutengeneza pesa. Usipotengeneza pesa hutazipata pesa. Pesa haziokotwi. Amri namba 2, hakikisha unalinda unachokipata. Usije ukawa unapoteza tu, kwa sababu kadri unavyozidi kupoteza unazidi kupunguza nguvu yako. Namba 3, amri namba 3 inakwambia tunza kwa ajili ya baadaye. Usipotunza kwa ajili ya baadaye itakucheka na itakupiga vibao. Kuna wakati uchumi unawapiga makofi watu. Ndio kweli hiyo. Amri namba 4, au tuachie amri ya 4 na 5 wataikuta kwenye nini? Wataisoma kwenye kitabu. Wataikuta kwenye kitabu. Safi, tuende kwenye Nguvu ya Pesa. Kinazungumzia namna ya kujenga ubahiri wa kimkakati, Nguvu ya Pesa. Namna kujenga ubahiri wa kimkakati. Kwa nini ubahiri wa kimkakati? Kwa sababu ubahiri hata Mungu apende. Lakini hapa kuna namna ya kujenga. Inazungumzia namna ambavyo unaweza kuwa ni mtu ambaye unalinda pesa, yani unajenga security ya pesa zako. Kwa sababu tukimuuliza mtu ili swali, kila mtu anaweza akasema akaprove moyoni mwake kwamba ni kweli. Watu wengi ukiwauliza pesa unazozipata au wingi wa pesa uliopita mkononi mwako unaendana na ukubwa wa mafanikio ulionayo, ukubwa wa maendeleo uliyofanya, ukubwa wa miradi uliyofanya, wengi watakwambia kwa kweli zilizopita ni nyingi, lakini hiyo yafanya ni madogo. Sasa hii inakusaidia kurudi kwenye mstari. Ni ya uhakika na haina rongolongo. Mwongozo wa Nidhamu ya Fedha, kuna Nguvu ya Pesa, Mikopo na Madeni. Mikopo na madeni. Namna kuepuka mikopo, Nguvu ya Pesa, namna kuwa bahili pale wa kimkakati. Bahili wa kimkakati. Mwongozo wa fedha ndo kuna zile kanuni 4. Tabia za kitajiri tunazipatia hapo. Za kitajiri kwenye namna ya ukopaji ziko kwenye Mikopo na Madeni. Tabia za kitajiri tunazipata huko. Mikopo na Madeni. Sawa. Mtazamaji wa ITV, sasa anapataje? Anakupataje wewe kumshauri mtu, ama anapataje hivyo vitabu mtu ihitaji? Contact. Ndio. Sawa. Namna ya kuweza kunipata kwa ajili ya kupata ushauri, lakini pia kupata maelezo na elimu kwenye magrupu ya WhatsApp tunafundisha pia. Watakao nani tutawapatia ofa ya kujiunga na magrupu yetu. Lakini pia tutawapatia vitabu popote walipo Tanzania nje ya nchi. Mitandaoni, wakati wanajiandaa sehemu ya kuandika, tuwatajie kwanza mitandao ya kijamii, halafu tutarudi kwenye namba ya simu. Mtandaoni YouTube natumia jina Festo Amos. Instagram pia kuna Festo Amos _TZ, Festo Amos _TZ. Lakini pia kuna Facebook Festo S Amos. Okay, search tu Festo Amos watakuletea. Kikuta ni mtu ambaye hafundishi elimu ya fedha, achana naye. Tafuta anayefundisha ela tu. Ndio. Lakini pia TikTok, mtandao unakuja kasi kwa wafanya biashara, naweza ikashauri waendelee kuendelea kutumia, wawekeze huko pia. Huko natumia jina Festo Amos _ na kwa namba ya simu ambayo inapatikana WhatsApp na kwa call ya kawaida ni 0766 18 13
0766 18 13 67. Irudi. 0766 Ndio. 18 13 67. Sawa sawa. Huyu ni Festo Amos, mkufunzi wa elimu ya biashara pamoja na fedha. Tukizungumza naye hapa kuhusiana na swala zima la kuwekeza binafsi. Umeelimika? Kuna kitu ambacho tumekuacha kidogo, basi namba ya simu amekutajia. Bila shaka unaweza kumtafuta. Lakini ukaendelea kutazama Meza Huru kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kama ambavyo nimekwambia. Hapa ni sehemu ambapo inalipa ukiwa unasikiliza Meza Huru. Kuna namna ambavyo tumekutoa kule ambapo labda ulikuwa unafikiri, kuna namna ambavyo umefikiri tofauti mara baada ya kipindi hiki ambacho leo tunakuwa tunajadili kuhusiana na swala zima la kuwekeza binafsi. Sasa Festo, la mwisho la kumwambia mtazamaji, unamwambia nini hapa kwa leo? La mwisho, kujifunza ni hatua ya kwanza. Kufanyia kazi ni hatua ambayo ni ya muhimu zaidi. Lakini pia kuzizingatia zile hatua ni jambo la msingi kuliko vyote. Kwa hiyo hapa tumejifunza jambo la kwanza. Jambo la pili ni kuchukua hatua kwa vitendo. Jambo la tatu ni kufanya kwa mwendelezo. Na kama unaamua kuwekeza kwenye hisa, UTT, kwenye ardhi na kadhalika, wekeza kwa mwendelezo. Unakwambia mwendelezo ndio unaofanya watu wa kawaida kupata matokeo yasiyo ya kawaida kwa siku ambazo watu wanabaki wanashangaa sema hivi ni wewe? Sema ndio. Hatua kwa hatua. Mambo yanawezekana. Na zaidi ni wasisitize pia kitu ambacho huwa ni msingi namba moja wa uwekezaji ni maarifa. Uwekezaji, kabla hujawekeza wanasema before you invest your money, invest in knowledge. Wekeza kwenye maarifa kabla hujawekeza kwenye pesa. Kwa sababu pesa zina kawaida ya kupotea pale zinapokuta hakuna maarifa. Ndio maana kanuni ya pesa ambayo huwa mimi naizingatia inasema hivi: pesa ikitangulia kabla ya maarifa inapotea bila taarifa. Asante sana. Nashukuru sana. Yes. Wakati mwingine nadhani tutafanya tena zaidi ya ambacho tumekifanya katika siku hii ya leo. Mtazamaji wa ITV, shukrani sana kwa ambao tumekuwa wote kuanzia pale mwanzoni. Leo tulikuwa tumejikita zaidi namna ya kuwekeza binafsi. Leo tumekufundisha namna ambavyo unaweza kupata tabia za kitajiri, lakini pia tumekufundisha namna ambavyo unaweza kuwa bahili wa kimkakati. Yote umeyapata hapa ndani ya Meza Huru ya ITV Super Band Afrika Mashariki. Shukrani sana kwako. Kwa niaba ya wote ambao wameshiriki na mimi kuhakikisha kipindi hiki kinakufikia popote pale ulipo, nikushukuru sana. Mimi ni Abdullah Kurwa. Asante sana.